Hakuna kitu kinafurahisha kama kufanya jambo ambalo hakuna mtu mwingine amewahi kufanya, na hii kibongobongo tunaita kuvunja rekodi. Na miongoni mwa vitu ambavyo wazungu wanahangaika usiku na mchana ni kuhakikisha kwamba wanafanya kitu ambacho hakuna binadamu mwingine amewahi kufanya. Mfano, jamaa mmoja anayefahamika kama Po anayetokea huko Marekani amewahi kukubali kumezwa na chatu alafu akatolewa. Hii ni story ya kweli kabisa, kama unataka basi utakwenda kuipata. Okay, sasa bana, katika rekodi ambayo hawa kina dada walitamani kuivunja ni kupanda mnara mrefu zaidi katika dunia. Huu mnara ulijengwa katika maeneo ya jangwa na haikuruhusiwa mtu yeyote wa kawaida kuweza kupanda, lakini hawa kina dada kwa kutumia mbinu zao wao wakafanikiwa kupanda mpaka juu. Jambo la kwanza, watajuaje watu huko mjini Insta na huko mjini Facebook, lakini zaidi ni TikTok, kwa sababu kina dada hawa walikuwa na followers wa kutosha tu. Lakini baada ya kurekodi hizo klipu zao wakaja kushtuka kwamba hapa juu kabisa ya mnara hakuna mtandao hata kidogo. Wao walitamani kustream live kabisa hii safari yao ili Gen Z wasije kusema kwamba mara ni AI au wameedit hiyo picha. Wao kataka kwenda live moja kwa moja, lakini walipogundua kwamba hakuna mtandao basi ikabidi kurekodi tu picha. Hasa bana, ngoja nikueleze ni kwa nini serikali iliamua kujenga mnara huu. Huu mnara ulijengwa kwa ajili ya kurusha mawimbi ya TV. Kwa lugha nyepesi, hizi TV unazozitazama, basi mnara huu ulijengwa mahususi kwa ajili ya shughuli hizo, na ulikuwa ni mnara mrefu zaidi wenye urefu takriban futi 2000, yani kiharaka haraka ni kama mita 600 na pointi, kama viwanja 6 vya mpira vilivyoweza kulazwa. Baada ya kumaliza kuvunja hiyo rekodi yao, sasa ilikuwa ni wakati wa kuwarudia watu kwenda kuwatambia katika mitandao ya kijamii. Wakawa wanashuka chini. Wa kwanza kushuka alikuwa anaitwa Becky na aliyekuwa juu kabisa alikuwa anaitwa Hunter. Basi wakaendelea kushuka, lakini Hunter akawa anamchezea kidogo Becky michezo fulani kwa kuitikisa ile ngazi. Bwana, kumbe haka kamtikisiko kakazidi kuzilegeza hizi nati taratibu. Wao wakijua wanacheza, kumbe walikuwa wanacheza na kifo. Mara pap, nati zikawa zimechomoka. Bidada Becky akawa anaanguka. Aisee, Hunter alipambana sana kwa kutumia kamba yake na kuanza kuivuta huko juu. Bidada analia sana, futi zaidi ya 2000, hata chini apaoni vizuri, yani akitua itasikika tu pa. Akiwa anaendelea kuzunguka huko juu akiwa hajui hata wapi atakwenda kushika. Vile vipisi vya ngazi wakati vinaanguka hata vionekaniki, lakini namna ambavyo vinatoa vumbi ilikuwa inaashiria kabisa kwamba pale palikuwa ni hatari na nusu. Kila Hunter akijitahidi kuweza kumshikilia bidada, nguvu zilikuwa ni chache kabisa, akajikuta tu anateleza na kujikuta bidada kana kwamba anakwenda kuanguka. Matumaini yakaanza kupotea. Kilichofuata baada ya hapo ni matumizi ya akili. Mmoja anavuta na mwingine anakuwa kama vile anapanda ngazi. Kwa ushirikiano huo mpaka bidada akaweza kuzifikia ngazi upande wa juu. Bidada amini kabisa ameweza kufika juu. Mungu wangu jamani, leo ndio siku yetu ya mwisho hapa duniani. Leo ndio siku yetu ya mwisho, lakini bado Hunters akazidi kumtuliza na kuambia kuwa kutakuwa kuna njia sisi kuweza kufika chini. Wakajaribu kuchungulia walikotokea, wakagundua kuwa ngazi yote kutokea chini mpaka juu yote imeweza kuvunjika. Wakijitazama walipo ni kama mbingu wamekaribia, yani kisando tu cha kufa alafu roho yako inapanda hapo juu yake tu kidogo. Bidada Hunter akaendelea kuhangaika katika simu yake kutafuta mtandao, lakini hawakuweza kabisa kufanikiwa kuweza kuona huo mtandao. Lakini huku juu kulikuwa kuna kiboksi cha emergency ambapo kulikuwa kuna binoculars ama darubini, lakini pia kulikuwa kuna flare gun, yani zile risasi ambazo unaweza ukapiga kama flashlight kuweza kuomba msaada. Lakini bidada akawa ameshtuka kwamba wakati ule ameanguka hapa chini, inaonekana kwamba ile picha aliyokuwa ameituma mojawapo iliweza kwenda na ikawa imepata watazamaji kama 300 hivi. Kwa akasema kwamba inaonekana network iko chini kidogo hapa. Akachapisha ujumbe kisha akaandika tunaomba msaada, tuko juu kabisa ya mnara. Akawa anaishusha ile simu katika kamba mdogo, lakini kwa bahati mbaya hii kamba walikuwa nayo ilikuwa ni fupi, kwa hiyo haikuweza kabisa kutuma ule ujumbe. Bidada Hunter akaanza kujitahidi kuishusha hii kamba kadri anavyoweza, lakini mambo yakatoka hola. Bidada akaamua kushuka chini kidogo, akashuka huku akasogelea hizi ngazi na akajishikilia kwa mkono mmoja, kisha akaendelea kuishusha simu, lakini bado tu bana hakuna message iliweza kwenda. Lakini bidada Becky alivyoweza kurudi huko juu akasema kuwa kama huko chini ndio kuna mtandao, kwa nini hiyo simu ndio tusiitupe ielekee huko chini ili iweze kutuma ujumbe yenyewe? Wazo la haraka ili kuweza kuisafirisha hii simu na isiweze kuharibika, basi wakaweka katikati ya kiatu na huku wakaijazia bla. Basi wakahesabu 1 mpaka 3 kisha wakaiachilia ile simu chini. Simu bana kwanza itumia dakika 5 mpaka kufika ardhini. Huu ni umbali mkubwa sana, lakini baada ya kukaa kwa muda mrefu hawakupata kabisa msaada. Yaani mpaka kunguru umbali wanaoweza kupaa hawawezi kufika huu umbali ambao wao wanaonekanika ni juu sana. Lakini kwa kutumia ile binoculars ama kiona mbali, bidada Hunters akaja kugundua kwamba kuna mtu alikuwa akitembea chini kidogo ya hiyo nguzo yao. Akaanza kupiga makelele msaada, lakini mwamba alikuwa asikii kwa sababu wako mbali mno. Jamaa akazidi tu kumfokea mke wake, bana nimekwambia andaa ugali dagaa, huo ugali mayai utakula mwenyewe huko nyumbani. Na mwamba akakumbuka kumuita mbwa wake pale. Baada ya hapo mbwa wake akati anamfuata, bidada Becky akakumbuka kutumia kiatu chake ili kuweza kuonesha ishara, akarusha kile kiatu. Kumbuka kwamba hapa chini ni mbali sana, kama walitakiwa kurusha hiki kiatu ilitakiwa kurusha mapema kidogo. Kile kiatu baada ya kurushwa kiliweza kutua chini tena katika mungurumo mkali sana, lakini mwamba hakuweza kushtuka. Lakini kile cha pili kiliweza kugusa mpaka ngazi. Mwamba akaweza kushtuka kuna mungurumo ameweza kusikia. Jamaa akaenda akakichukua kile kiatu akakiangalia, akaangalia kushoto na kulia. Nani ameweza kunitumia hichi kiatu?
poa bana, akawa amepotezea. Akahisi labda asije akawa amebeba kiatu cha mizimu, akikirudisha pale pale alipokuwa amekiokota. Akaendelea na safari zake huku juu anatamani hata waseme wewe kaka wewe tusaidie. Bidada Hunter akatamani kutumia ile flare gun yake aweze kuipiga ili aweze kuonekana ni wapi walipo, lakini Becky akawa amemstopisha na kumwambia kuwa jua bado ni kali, hata ukipiga hiyo flare haitaweza kuonesha ishara kana kwamba sisi tuko sehemu gani. Lakini bahati iliyo njema wakaweza kushuhudia gari moja hivi inafahamika kama RV. Hizi ni gari ambazo ni gari nyumba, yani unaweza ukaenda nayo vacation na ukakaa huko hata kwa wiki nzima, ina huduma zote kama ambavyo nyumba za kawaida zinavyo. Walisubiri kutoka mishale hiyo ya mchana mpaka usiku ulipoweza kufika. Basi hapo wakaamini kwamba ndio muda sahihi kwa wao kuweza kupiga ile flare gun ili waweze kuonesha ishara wapi walipo. Ni kweli bwana, wakaikoki vizuri, wakapiga moja. Baada ya kupiga wale miamba wakaanza kutazama kwa kutumia binoculars, wakaanza kuona ishara kana kwamba kuna watu wako juu kabisa kule ya nguzo. Bidada Hunter na Becky wakafurahi kweli. Hatimaye tumesaidiwa jamani. Najua serikali itakuja kutukomboa hapa tena ikiwezekana na helikopta. Lakini hebu subiri kwanza. Huyu jamaa mbona kama vile simuelewi. Mwamba akawa ameshuka vizuri tu kwenye gari yake na moja kwa moja akaifuata gari ya kina Bidada na kutoboa matairi. Alafu gari ikiwa hivyo hivyo katika hali mbaya, Mwamba akawa anaiba akaiwasha na huyo akirudisha nyuma taratibu akaanza kuondoka katika maeneo hayo. Matumaini ya kupata msaada yakawa yameweza kufa. Ikiwa watu ambao wanategemea kwamba wangewapatia msaada ndio hawa wameibia gari, sasa hapa wakawa hawana namna yoyote zaidi ya kusubiria kifo chao. Walisubiri usiku mzima wakiwa wanatazama tu ardhini, lakini pia wakitazama angani, namna ambavyo nyota ziko jirani kuliko kawaida. Asubuhi imeweza kufika, njaa kama kawaida. Ni mgeni ambaye haangalii mazingira ya wapi uliko, hata ukiwa juu kabisa ya mnara yeye anakufuata huko huko. Kiu ya maji waliokuwa wakisikia ilikuwa ni kali sana. Bidada Hunter akapata wazo, kama nikiweza kushuka mpaka pale katika zile lada, basi kuna uwezekano nitapata msaada wa simu. Na licha ya kwamba Becky alimsihi Hunter asifanye jaribio hilo, lakini bado akasema kuwa kama tusipojaribu bado tutakufa tu hapa juu. Bidada akaanza kuisogeza hatua moja kuelekea hatua nyingine. Ghafla tu alitaka kuanguka, lakini Mungu mwema akazidi kujishikilia na kuendelea kushuka taratibu. Mwisho wa siku kamba ikafika ukomo wake. Bidada amebakiza yani umbali kidogo tu kama sentimita 30 hivi aweze kufika hapo, lakini kwa sababu kamba alionayo ni fupi, akawa na hang hapo bila sababu yoyote. Anajaribu kushusha mkono wake aweze kuchukua begi yake, anashindwa. Becky huku juu anapiga makelele, dada rudi juu, lakini dada yake bado amekazania tu anataka kushuka mpaka umbali huu. Ghafla tu Bidada akapata wazo la kuweza kujifungua kamba yake. Sio Becky peke yake ambaye alikuwa amechanganyikiwa, mpaka mimi wakati naitazama hii clip. Aisee bana we. Bidada akaanza kujisogeza kushoto kulia. Mwisho wa siku akajivuta umbali mrefu akatua katika hilo dishi. Na kwa kuwa alikuwa na kiu kali bana, akalitazama begi lake akayakuta maji hapa. Tena maji ni ya baridi kwa sababu kadri unavyozidi kwenda juu baridi inazidi kuongezeka. Kwanza akapiga kama mafundo 10 hivi. Dada yake akaanza sema, dada maji hayo tafadhali bana. Hasa kipengele ilikuwa ni namna gani atakwenda kurudi kule juu. Ikiwa kushuka tu aliweza kujivuta na kuweza kujiachilia. Hasa swali ni moja, ataifikieje hiyo kamba ili aweze kurudi kule juu aweze kumpatia dada yake pia maji? Akajaribu sana kuisogelea ile kamba lakini bado ilikuwa iko mbali. Akapata wazo kutumia ile stiki ambayo inatumikaga kwenye selfie. Akaanza kuivuta ile kamba na kuisogeza jirani. Jaribio ilikuwa ni kuweza kuihuku ile begi lake, yani iliweze kukaa kama ndoano pale katika ile kamba. Alijaribu mara nyingi sana lakini bado majaribio yake yalikuwa yanatoka hola. Mwisho wa siku bana si akafanikiwa, lile begi likawa limeweza kunasa katika ile kamba. Huwezi kuamini, Bidada akajitupa akalikamata lile begi na taratibu akazidi kupanda juu ili lengo aweze kumfikia dada yake ambaye ni Becky. Alijitahidi sana kupanda huku akiendelea kujivuta tu, lakini alipoweza kufika jirani kabisa na hii ngazi, kuna kitu ambapo kilikuwa kama vile kimeweza kumgusa katika mkono. Ghafla tukajikuta ameachilia ile kamba. What the hell is going on? Yani kitakachokwenda kutokea hapo bila shaka ni umauti tu. Bidada Becky mpaka alifumba macho asishuhudie tukio hili. Bidada Becky alianza kwa kuchungulia huku machozi yakimtililika. Anaendelea kuchungulia, amini usiamini bana, Bidada kumbe alikuwa amenasa katika ile begi. Ni umbali mrefu alikuwa ameanguka. Hasa kwa kuwa Bidada alitumia nguvu nyingi sana kujishikilia katika ile kamba, mikono yake inatililika damu. Hana uwezo tena wa kuishika ile kamba. Kwa hiyo Bidada anatakiwa kumvuta taratibu mpaka amfikishe huko juu. Kwa akili ya kawaida ni kama haiwezekaniki, lakini Bidada alijitia moyo wa ushujaa. Akaanza kumvuta dada yake taratibu na kadri anavyozidi kujitahidi dada mtu akawa anapanda tu. Lakini unadhani ni rahisi kiasi hicho? Hebu iweke kapuni hiyo, nitakuja nikufunulie baadaye ni kwa nini iliwezekana. Bidada Becky akapokea ile begi na moja kwa moja akatoa begi ambayo ndani yake kulikuwa kuna droni, lakini pia kulikuwa kuna maji. Alifurahi kweli kweli. Kwa kutumia droni hii wanaweza kutuma ujumbe. Kwanza kabisa akaanza kwa kukata kiu yake, Pepsi there for more. Akapiga maji ya kutosha kabisa. Mwisho wa siku akawa anampatia Bidada. Bidada akakataa. Moja kwa moja bana akaichukua ile droni ambayo ilikuwa katika begi. Sasa
sasa anataka kutuma ujumbe. Kwanza wakaandika ujumbe kwamba jamani, tumeganda huku juu kabisa ya mnara, tunaomba mtusaidie, tuko juu kabisa ya mnara, msaada wa haraka kidogo. Drone ikaruka vizuri tu kutokea juu kabisa ya mnara na ikaanza kushuka taratibu kuelekea katika hoteli ndogo ambayo ilikuwepo katika mitaa ya jirani, na huku wakazidi kuisogeza, lakini kabla hata ijafika battery low. Lakini kwa kuwa kila drone ina kitu kinachoitwa auto home return, yani kurejea nyumbani pindi ambapo inagundua kwamba betri imeweza kuisha, ile drone ikaanza kurudi taratibu mpaka hapa walipo. Sasa wazo likawa, tutarudishaje tena hii drone kule chini? Hakuna wazo, hakuna namna. Matumaini yanazidi kukatika kila sekunde, lakini kila wanapofanya jaribio moja huwa wanapataga matumaini mapya. Wakagundua kwamba juu kabisa hapo ni kama kuna taa. Sasa nani apande kwenye yako kanguzo kembamba mpaka juu kabisa kule? Bidada Becky akaanza kujikongoja moja kwa moja mpaka juu kabisa ya mnara, huku mpaka kidude hiki kinatikisika, lakini hali ya uhoga ilishaondokaga kitambo sana. Akafungua ile taa na kuweza kuitoa pale, kisha akachukua ile chaja ya drone akaitegesha. Mungu mwema bana, drone ikaanza kujichaji. Sasa ili beti ya drone iweze kujichaji mpaka kujaa inatakiwa masaa mawili. Bidada alijishikilia hapo. Bidada alipoweza kurudi, hata nguvu ya kusimama ilikuwa imemwishia na hakutaka kuendelea kusubiri, haraka sana akaiwasha drone yake na sasa hivi ilikuwa na full charge. Awamu hii drone ilikwenda vizuri kabisa na hoteli ilikuwa iko mbele yao. Sasa wakaamua kuanza kuipitisha ile drone chini. Kumbe bana, hapa wanapoipitisha hii drone kuna lori lilikuwa linapita, ni eneo la lami. Dereva lori aliyekuwa anakatisha mitaa hiyo kuelekea Tunduma akashangaa kuona kwamba ameweza kugonga kitu kama drone ama kitu ambacho akielewi hivi. Huku bidada matumaini ameanza kuisha, yani drone tuliyoituma imeweza kugongwa. Mwamba lakini akawa ameshuka hivi anaitazama ile drone, lakini hakuweza kuzingatia kabisa hata ile notebook ambacho kilikuwa kimewekwa pale. Jamaa akawasha lori lake tayari na safari ikawa inaendelea, lakini bwana bidada akawa anaitazama ile notebook anasema kwamba Mungu tengeneza muujiza hata mtu aweze kuiona jamani. Alilia sana Becky, lakini bidada Hunter alikuwa yuko kimya wakati wote. Akaanza kumtazama dada yake, mbona dada halii? Lakini kuja kumtazama mara mbili hutakaa uamini kwamba kumbe bidada Hunter alikuwa amekufa ile wakati alikuwa ameweza kuanguka chini. Lililokuwa limerudi ni begi peke yake, ijapokuwa yeye katika mawazo yake akahisi kwamba anamvuta dada yake na begi, kumbe alikuwa akivuta begi peke yake. Wakati fulani bidada akiwa mpweke katika maeneo haya, upepo ulikuwa ni mkali sana, kila ukipiga mpaka nguzo inatetemeka hivi. Bidada matumaini akaanza kumwishia kabisa mara baada ya kugundua kwamba dada yake amekufa. Jua la saa sita kama wote tunavyolijua. Sasa jua hili ukiliunganishia na njaa linakuwa ni jua na hatari. Bana we, kuna vocha ama mwewe alikuwa akitembea nyakati hizo, anapita mitaa hii akagundua kwamba kumbe kuna msosi huko kujuu. Bidada akafungua macho taratibu, wala hakutaka kumbuguzi huyu mwewe, akagundua kwamba msosi umekuja wenyewe. Mnawachekaga WhatsApp wanavyokula nyama mbichi, sasa angalieni shughuli hii kwamba inawezekana hata wewe unaweza ukala. Alimbamiza huyu mwewe katika eneo lake la kichwa. Baada ya kumweza kumwangamiza, basi moja kwa moja akamfanya kitoweo cha siku. Dada alikula mpaka kucha za huyu mwewe, alibakiza manyoya tu na yenyewe aliweka akiba msosi wa baadaye. Akaifungua ile kamba iliyokuwa imefungwa juu kabisa, kisha akaishusha hapa chini na kwenda kuifunga katika ile kipisi cha ngazi. Akaanza kushuka nayo mdogo. Na wakati fulani hivi matatizo yanakukomaza kukua kiimani. Bidada alikuwa anashuka hata bila wasiwasi wowote ule. Aliposhuka hapa akajifungua, kisha akarukia katika lile dishi na moja kwa moja akaona mwili wa dadake ambao ulikuwa umeanza kuharibika. Akachukua simu yake akaandika ujumbe kwa babake kwamba tumenasa, tuko juu kabisa ya nguzo, huku tunaelekea kufa muda si mrefu. Baada ya hapo akapasua tumbo la dadake na kuiweka ile simu ndani, na hii ndio ikawa imani yake ya mwisho kabisa. Akamwangusha dadake mpaka chini. Wakati bidada anaanguka, inaonekana network ni kama ilikuwa imeweza kurejea. Bidada alisubiri kutokea nyakati hizo za mchana mpaka mishale ya usiku. Baba mtu ndio huyo anakuja na gari yake akiwa na wasiwasi kweli, na alipiga katika kitengo cha huduma ya msaada, na hapa ilikuja helikopta kwenda kumkomboa bidada. Mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia ukomo wa tamthilia yetu. Nikusiwe ambaye bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo mapema kabisa, kwani series inayokwenda kujili mara baada hii ni kali kuliko.